Good morning. Umeamkaje? Mimi nimeamka poa, nishatoka church. So nimerelax tu hapa kwa nyumba. Nimesema ni wa address kidogo, tupige story kidogo. I'm sure most of you mmeona na kuwa trolled. This collection in a trend. From I think this week. Is it last week? Ama from Monday this week. I am trending. So kujeni tupige story kidogo. Mlikuwa mjasikia side yangu ya story. Mnasikia tu Diju Nyarach. Dio Chayoji. Dikiani Timorenadi, Dio Timorenadi. Hakuna mtu perfect. Kila mtu ako tu na flaws zake. Onge ngama perfect. Ngatoka ngato nigiberne. To nigirachne. So mtu hawezi duel tu kwa side moja ya mtu. Dio Chayoji. Bili. Nisaidie nini? Nisaidie dasa nyingine tupanguze hapa, maji imemwagika. Now, hii story inaendelea online. Wacha niwaambie ni nini inafanyika. Su Bebeto. Kata Su. Mimi namuita Su. Amefanya kazi na mimi now one year. 2 months. 1 year 3 months, I think. Hata yeye alikuwa anasema hivyo. So ilifika penye sasa niliona osekonya moromo yawa. Osekonya moromo. Umejua as a business person kata as an employer nitisa mi bet pin titemo assess titemo ng'iyo biashara nani. This is how I started my kumase chope mage jok makonya ngani konyi nango. So mana kaka nobiro kwayo tich mamiye e kaka nochopo kuma koro I felt ni koro services ge are no longer needed nikech tich ntiere gima you expect of your employees. To kapo ni un kani usebedo gi jotich kata unung'e ni samoro nya chopo kuma amwani jatich ni konto konya lakini kuma koro chopeni to wacha aende yawa kata ka this struggle to a struggle. This lady no chopo kuma koro aneno ka wadwa mana yore koro kane kotimo na tich kaka as expected. By then alikuja kama ni mzuri tena alikuwa ananisaidia sana. But ilifika penye sasa tunataka ingene kanga tutio ni tokori dwani yani sikilu ya lowa. Nani si ufanye hiyo? Koro kete mano. Gole mano kanyo. Mtu anaona ni kama unamfuatafuata. Koro uchako charu. Neno. So nilikaa chini nikadecide nikasema hapana. Acha tu time yake ifike. Nimlipe. Tumalizane. Nchiki mangeny mana nchiki mazane employee nchiki mangeny manyaki som. Kuna vitu mingi sana lazima uangalie. Watu nae wanaweza payuka wapige tu kelele but mimi mwenyewe najua ni kwa nini. Huyu alifika mahali penye sasa hadi ana tia fitina. Hao wafanyakazi. Jotije manwe duka ka. Koro gikuodha nyaka. Ineno ka koro gikuodha nyaka mauti ya gifitina ma kodonjo to samoro dhi mane sto kuchocho. To gibet pinyi wacho weche to ka ng'ata employer akucho. Okuot magi matimo korekea. Kodi idhi rima na giji. So nilikaa chini and I decided hapana. Watu watames kazi. It was in my plan by the way. Nilitoa 4 of my employees plus yeye. So in total nilitoa watu 5. Juu niliona sasa kama ni kama kazi sasa iendelee. Ole mang'eny koro sechako kaji koro olore mara kaji ubet piny tuingie kwa chama ya chakula. Mara sijui ni sasa ni story. Mtu anafaa kuwa anatoa online ange employees monego bedni golo online orders. Koro kar golo online orders to story ema koro gore. Koro sika dhira mimi hata siwezi toka. Inabidi nikae chini ni supervise. So unapata mtu kama huyo huko comfortable naye. So I decided hapana.
wacha aende. Huyu alifika penye hadi one of my employees notia fitina mogolo modhi momanyo ne tich kia sky wath kia kure. Na nilijua tingindo gole nyako no wuok dhi tiyo anapo mane nyako nonge kapenjo to ya ami sitakuja. Koro jotich wete ne manyisa niya ni donge ng'ane ne mano yudo ne tich tiyo onge oko bibiro ga ng'ane mano yudo ne tich. To ng'ane tingini kodonjo tich gunde ni ere ng'ane nani yako wapi aja ingia tanti ngina ng'e maber ni nitie gima no setimo. Nyako ni dhi motemo moyudo ka tek. After 1 month ogo kono duogo obiro ira ya wadi tich ayudo ka tek kocha wewe duogi dongambe kaka ng'ama mama binene ng'ato oroma aduoke because this was a lady mapod nigi nyathi matin. So I said hapana wacha tu arudi kazi, but nilimwambia next time ukitoka umetoka umeenda hivyo. So I decided ma agolo jogi tich ma en bakete penyo. Mage were some of the reasons momiyo nakete penyo. Wach mineno mo wacho ni kumolande lep nyithindo. Mano did not even have weight, but it just added to the things mane initially were there. Koro let me ask you business people manaka. Kapo ni ndiko influencer kata ambassador, nyo niluongo gi ambassadors. Mondo lande ni gimoro macha botik. An lep nyithindo nachako uso chon. Ero samoro kakel mang'eny awinjo ka nonyisa niya ni si wewe uleti mingi, uleti varieties. Bata kelo. Kata kotemo donje video sibiro yudo ka kanyo nosegalando kata wuoch nyithindo, nosegalando nyaka lep nyithindo. So, odwa biro lando na kasto chako wuok, ochako dhi lando ne ng'ama chielo within the same town. To manga mindiko michulo by the end of the month. I pay su 20,000 monthly. Mane wawinjore koro whether otin, whether ong'eny, but that was the agreement. Ma by the I don't fail to pay her. 20,000 every month. 20,000 every month. Neno. Maka pona aoro ne less. Mabenda I don't think in very very minimal instances. Very few instances asega aoro ne less that 20,000. Manaka maybe no kawo gimoro to wacho ni kata kwa ile. To bende nitie samoro mano kawo gik moko monyisa ne ng'ada. But sipendagi kukata pesa ya nini? Pesa ya employee. Anyisa na pana na kutumia pesa yote wewe nitumie back. Kineno nidwa chulo nitumie back. Koro pimna uroni mano employer marach nango. Awinjo ko wacho na chulo ji 250. And I don't pay 250. To kineno ka chulo 250. I think in 2 instances or 3 instances. Majiyo donjo teach to ji work half day. Waloro half day. Gibe gineno ni teach ka to ji okotiyo. 250 plus 100 bob lunch, that is 350. My employees, I pay them 500 plus lunch, mara 100. By the way, you do compare notes, kata managi business people around. Watu wanauliza, hey dear, unalipa watu pesa mingi. 500 yote mna lunch, ya 100. But I used to do that. Bemo miyo joga go budho. Emo miyo kata mana suni, 20 mana miyo no ne konye. Emo miyo bedo for 1 year, 3 months. Wasichana wengine wenye nilifukuza pia maana kichaka olorego moko bedo kanya moro bedo kioni 1 year 6 months wote wamekaa 1 year and mimi ndio nimewatoa. So kapo na rach achuloji pesa matin. Mbona wamekaa that long? So to business people, I just want to advise you. Okata advice, but jikonyora, you can take it as an advice. Ukiona kitu inafanyikia mwenzako, yes, watu wanaweza cheka. TikTok en Carmela jinyalo nyiero jinyati mango, watu wanaweza ni troll. But one important point utoke nayo hapo ikuwe a learning point. Jua mwenye una employ kwa kazi yako. Nikech people are bitter outside here. Ibro ndiko ngato teach. To kise ndike teach. Kaka ni treat maber cha. Chieng' mo wuok to ber ni ok nen, richo ni lele maneno. The same lady makoro complain ni. Donc nasa kata chieng' moro oloso video. Kake paka kaka ber. Huyo dimu unamwona hapo ni mzuri. Huyo dimu unamwona hapo ni mzuri sana. Usimuone tu hivyo. Ni mzuri. In how many occasions? Mose kaka picha na mose kitoka cha nani kama bosi. Koro ng'ama ber bipakoga. Abe anana dhano.
ok dabed maber 100%. To be ok dabed marach 100%. So joma neno narach go, it is okay, pinyi duong. Wenye wanaona mimi ni mbaya pia sawa, kaa kando. Wenye wanaona mimi ni mzuri pia tuendelee. Ang na tho nikech kora golo sweetich. Ang na tho nikech kora golo sweetich. I didn't want to do this video. But naona kama sasa inakuwa too much. Nilimpatia time so that aongee tu, nilijua tu atahil because chalna kagima maneno ni bitterness nikichagole teach. So nilimpatia tu time ahil. Chingma huyo kode magole teach no. Tuliongea vizuri manja kawanyiero nyaka. Lakini yao wawe mwanyiero nyaka. Mangeni hii imeisha vizuri. Mimi going forward nitakuwa tunafanya vitu zangu kivyangu. Kesamoro binyalo olgijo teach. Wabed gi mathis abro ga advertise giga kenda. Kara gini no wuok godo gi chuny malet. Gini no wuok gi chuny malet. Mimi sina deni yasu. Pesa gina chuli te. Pesa ni ma this month mani wuok ni. Ema na oro ni less. Nikech no kidonje teach 8 days. To nikech koro ni wuok ni dhi. Ne onge chieng' minyalo tiyo mondo mi duok na days gi. I decided ni koro nangado. Nangado days go. Kechonge ngame nyalo ndike teach. Wadwa ni chule 20,000 in a month. Then in a month no 7 days onge. Excuses, mara ameenda matanga, mara alikuwa mgonjwa, mara siji ameenda wapi. I said no. Nikech koro kawuono koro watiekore. Koro donga chule tangade days gagi. Onge kumwacha kwa dhiro mekendo. Angani poduro mogi nyiri managole teach ka. We wundo nyithindo manyiri go. Those girls are still young. We nyiri go dio manyi teach. Be ine mitia nyiri go fitina. Momi yariembo nyiri go. I even regret gimomi na employee. I even regret. Kini nyako maber. Mbona unatembea na jina yangu mingi wuthi gi nyinga. Ke iwacho weche. Anya nyaka. Iloso video ke anya nyaka. So, I want to tell you one thing. Poditin sana. There is so much to life kopogore gi TikTok. There is so much. TikTok sio maisha. Life nitie. To wan wase neno life. Emo mi neno ka ling ni mana mofuo. Wan wase neno life. Kingeni podi manyo teach employers kisumo ka. Weketho nying for my employer ni. Afadhali uoga. Tegone kata ngato mbaka kata bed manane no rach kiwango no. Toka tu na amani. Toka tu na amani ti idhigo kambaka no kamoro tiendelea gi teach. Koro kake tanish nyinga mi wuotho go mai wuogi dhi nyis TikTokers weteu gigine gi nyinga. An sani jioro na mana screenshot dini nini. Kech amba onge kata mana TikTok. I'm not so much into TikTok. Nini nafanyika. Ani nyingi kata wuotho go. Let us respect each other. Please. Umelia ni unpin vitu zako. I will unpin them. To bena shanga. Kwa nini sasa hii unpinning inakuja saa hii nikech? Gigi une manendalo mane umanage TikTok account na nyinyi ndio mulizipin. Mbona ulikuwa unazipin? I don't even have an issue. Gi unpinning. Beka kanise kelo wach mara unpinning eka penjo niya. Kwani unpinning ka we moka unpin. Kata ka pin gekanyo tanga atimre. Ni koro customers pod neno to biro biro. Customers pod neno to biro nyiewi. Oh. So you think it is because of you? Emomi asebedo ka uso. I will unpin. Wane ka dhita madhi mbele. Ana na chako biashara chon. Ma chopo kuma nantie no. Ibiro yudo ka an kanyo. Duka ma wantie sani mani lende no. Umekuja ukapata hiyo shop hapo. Ingia kuma na chake. Na chako gi container. Mates kama. Na uso mana Crocs. Mana teach matek gi Nyasaye. Emo mi achopo kanyo. Be kuma na sitiyo matek ma chopeno. Emi biri neno be kikwayo teach. I'm sure ni dinene na container. Dine okitiyo na. Kuma na sitiyo matek ma chopi. Egi mani neno mi neno ni eto donge nyako ni nyalo miya teach. Mi biri kwayo teach. Ineno. Koro ok ni ine michopa kanyo, it is me.
Joma ongea kana test to that. Wenye wananijua wanajua. Ananya kama tiyo matek malich. So wach mar korodhi ni kiango Sua ameenda kama Sua yuko sisi pia tuko. Mutoke. Mimi bado nitauza niko na Mungu wangu. Wogora uoga ana nginya sacha. By the way, biashara kunde miti biashara ng'eny. Mwenye naona hizi nunua na mimi nyamaza tu. Tidhi nyepa kucho. Joma nyalo nyiepo ira. To bia bio nyiepira. Neno. So good morning, guys. I'm Mavi Sawor, known as Subebeto, and I never wanted to talk about this thing. Things not to do with this collection, but now that it's on a public domain, I have to say something, guys. So this is what happened. First, let me start with this, guys. No one told me to leave this collection. She didn't. I did it myself willingly. Not that down. Okay, this is what happened, guys. Ilikuwa jioni fulani nilikuwa nimemaliza kazi hapo kwake. Niko Kadianga Electricals. Then one of my colleagues from her place called me. Akanambia, Su, kuna mrembo amekuja hapa. Anataka kumfanyia marketing. Nikamwambia, marketing yani nimeconfirm. Nimeconfirm ni ya watoto. Si unaweza mfanyia tu, si atuleta nguo zote. Nikamwambia, it's okay. Kama ni watoto mpe namba. The lady called me. Akambia, so mimi naitwa hivi, niko na duka inaitwa Backstreet and everything. Akambia, wait, na call baadaye niko live Kadianga Electricals. So nikamwambia, I'll call you. Then nikaenda nikasahau, guys. After 2 days this woman called me. Akambia, so ni aje? Mimi ni yule madam wangu za watoto. We have to talk. Ndadwa ni Tina. Akambia, it's okay. Tulia, I'll come. Kama ni ngoza watoto, I'll come. Then the following day I told her. By the day, I was so happy telling her because I knew she wanted the best for me. Nikamwambia, day I don't teach kamoro mar lep nyithindo. Uko na work 2 hours. But they didn't have nimempea from Monday to Saturday, 6 days. Na payment to join hile. I'm not complaining. We agreed. So I'm not complaining about that. Get me right. So nikamwambia, nimepata kazi kwingine hapo nguza watoto and yeah, akaambia aza watoto hiyo ni poa. Ende ufanye kazi mama. Siko sawa. So nilikuwa napiga kwa napiga Backstreet alafu napiga wapi Kadianga. Maybe kwa siku naweza fanya kazi place 3. Guys, me I really need money. I'm firstborn pale kwetu. I'm like the main thing pale kwetu. Unaona? Mtu hawezi niweka tu kwa hivi yake. Like ataki niendelee, ataki ni nini. Odo maana unaona kanyo. Ataki ni wako wengine. Anataka tu nione hapo kwake. So, back to main point. Following day nikaenda Backstreet. Ako pale Glass Box 2nd floor. Nikaenda Backstreet. Mind you nilikuwa nishaambia mrembo nimepata kazi place ataka semana shida pale ngoza watu na twazima. So she has no problem with that. Kama it's okay. Kama ndivyo ni sawa. Nikaingia live pale nikauza. Then suddenly time nilikuwa nauza, I think D alikuwa kwa hiyo live. And I think she was hapo kwa live. Alikuwa hapo ndani live. Akaona venye niliuza. Then suddenly nilikuwa na huyo mrembo wa Backstreet. Then message ikapop hapo juu. Ni hapana Su, hiyo hata mimi nafaa kuleta nguo za watoto. So utaona venye utafanya. Utaona venye tu utafanya juu. Hata mimi naleta nguo za. Oh, it's okay. But you didn't tell me. Mimi hukuniambia mwanzo. Hata tukiongea mwanzo nilikuwa ni nguo za watu wakubwa ndio nilikuwa nakuja kutangaza. Aya, hata kama ungekuwa na hizo nguo za watu kwa duka, singechukua contract kwingine. I know myself. Na nilisema pale nyuma, venye sasa nafanyia Kadianga Electricals. Sasa toka Kadianga na nifanyie mtu mwingine Electricals. Niko na akili. I was brought up so well. I know what I'm doing. Okanyathe, guys. And kama in case I'm wrong, let me know hapo kwa comment section. Usiniweke ati mimi ni Su. Tell me the fact. Niambia hapo chini kama I was wrong. Ama mtu ananiprovoke. Ama nganitemo pusha niongee. Which sitaki. Sipendi nikitoka mahali. Natoka na kelele. Natoka this happened. This angoa. Alikuwa ananifanya. Mimi si wa hiyo type. I don't do that. So akatext hivyo. Then madam Backstreet akasema, so sisi nguo zangu ni za watoto. Mbona dia yako hivi? Kama hata mimi nashangaa juu aliniruhusu nifanye. Mbona sana naona nauza sahi anakuwa na shida, guys. Hiyo ikaisha hivyo. Sikujibu message, nikakuja nikajibu jioni. Kaambia madam, si nguo zako ni nguo za watoto, nguo za watu wakubwa. Mbona unaona issue kama na wakana Backstreet? Na mbona mwanzo ulikubali? Mbona umeona nimemuzia poa sasa inakuwa shida? Shida ni nini? I also have to grow. Hii pesa kidogo na nilipa hapa, guys. Iwezi ni tosha. Unaona? Iwezi kwa tu ni pesa na
like say mimi kwange tuna work for this collection for that certain kind of money pesa no beniko rana achieve kinta I only work for this collection. He doesn't work that way guys. Iwezi kwa inafanya hivyo. The only thing I can do is ku dance na nguo hapa tena nika dance na nguo pale. Niko na akili. Siwezi fanya kitu kama hiyo. Ikaisha hivyo. Akaniambia nichague mtu mmoja. Niachane na huyu mama niendelee kufanya nini? Fanya kazi na yeye. I didn't answer that. Nikamwambia sasa utafanya hivi. Nimesha sign contract already. I'll have to leave. Siwezi acha ule mama. Hizi nguo pia wewe ulete. Guess what guys? The following day, D alileta dami 200 za watoto na kaleta stock ya watoto mingi. Kuni frustrate hapa na sasa nione kama na msaliti. Alileta dami hivi na kaleta nguo za watoto hivi. Unanipata guys? So nikaona hii ni blackmail. Sijui mnaiona aje but personally niliona kama blackmail. Nikaona siwezi fanya hii guys. Sio kama nyinyi mngefanya ni but personally singefanya hii. Unaona? Kwa sababu kila siku ilikuwa ni tuko na maneno hapo ndani. Tuko tuna maneno hapo ndani. Uko ndani ya duka mtu but you're not comfortable. Sijui alikuwa anajaribu kufanya nini guys. So mimi kwa nikaleta guys, I had to do it. First guys, this hii inajulikana. Let's speak the truth guys. Nili advertise D kama duka yangu. Watu wengi online wanajua this collection ni yangu. Watu wengi hata nyumbani huko dala kote wanajua this ni yangu. Unaona guys, wanajua like this collection is mine. Nilimfanyia kazi kama hiyo duka ni yangu, like nilichukua kama yangu. Si ndio guys? I had to announce it publicly that I'm no longer working with this collection in any capacity. Reason as why nilikuwa nafanya guys, that's a business. Vitu mingi zinafanyikanga kwa business. I had to announce that first guys. Anything ingefanyika mbaya ama nzuri, clients wangu wangejua bado ni mimi niko pale. Anything wengepotea ama delivery kose kufika ama nini, ingekuwa ni suaki mama, sijapata parcel yangu. That's why I had to clarify that I'm no longer working in this collection. Mpaka hapa I think umenipata. After kuannounce kitu publicly, this lady went and blocked me everywhere, which hata mimi it's okay because we're no longer working together. And kama naona decision yangu inamaanisha we are enemies, mimi sikufunzwa hivyo. I just thought nimeacha kufanya kazi na yeye. Sikujua hata achukua saa kama adui simply because I'm working for another woman. Sikujua hivyo, but hiyo ni decision yake, hiyo ni mambo yake, hiyo sitaingilia. Akaniblock kila mahali. Hiyo story kaisha hivyo. So this is what happened guys. After kuniblock kila mahali, singekuwa na mtu naweza mreach nayo. First nilitext sister yake hapo. Nikamwambia kindly pass this message to D. Sitaki delete video zangu. I have no problem with that. I'm not that wicked. Hata video zake bado ziko kwa uli yangu. Siwezi taka kudelete. Kama ni kudelete naweza delete. Alikuwa ananilipa na nafanya kazi. Meaning amacha kunilipa, kazi yake ifai kwa uli yangu. But I'm not that wicked guys. The only thing I asked this woman, kindly pass this message to D. Mwambie su anaomba unpin video zake hapo juu. Just unpinning guys. Unpinning. Because I also need to work with other brands. Time bado amepin video zangu pale juu. Watu wanajua bado I'm still working with her. And hiyo ndio kitu sitaki guys. I called one of her workers. Nikamwambia mrembo, ambia D, sifanyi kazi na Isai. Kwa heshima kidogo yenye imebaki, kindly unpin my videos mamu. That's all I'm asking for. Sitaki udelete. Unpin. Ndio equal like I'm not working with you. Nisha state kitu publicly. I'm not working with this collection. But mwepin picha yangu pale juu. Inaonyesha nachezea ground. Inamaanisha nachezea fans wangu, unaona? Inamaanisha nachezea our watu wali to trust, unaona? Just unpinning. Just unpin my videos and look for someone. Mfanye kazi. Mimi sina issue. Sina chuki na mtu yote. D akatuma msichana. Alinilipa na video zangu ziko na right kwa uli yake milele. Na kama sitaki hivyo, niende kwa polisi. Guys, let me know kama I'm wrong. Ama this lady is just pushing me to speak things that I'm not ready kuziongelea hapa online. Niambie tu kama niko wrong. Ama mrembo anajaribu kuniprovoke. Niongee vibaya. Unaona? Spendi kukua hivyo. Mimi hata spendangi like hata marafiki zangu wengi nimecollide na wao. Unapata wengi wanakuja online, wananitusi, wanafanya hivyo. Hakuna siku utanipata mimi personally kama niko pale online nasema alikuwa anafanyia hivi, alikuwa I don't do that. Mimi sikulelewa hivyo. I don't do that. But this lady is pushing me, guys. Kumwambia to unpin my videos, guys. Is that wrong? Is that too much to ask for? I didn't tell her to delete them. I told her to unpin them.
Guys, am I wrong? Let me know kwa comment section. Ananiambia video hizo pinned videos inafaa kukaa hapo milele, na kama sitaki adhika police. Guys, huyu ni mtu sikukosea. I just made a decision that was good for myself. Ini decision ilikuwa poa kwangu. Yote madama aliniambia, Su, hata kama utaacha kuwork na mimi, huu ni backstreet. Di nayo akutaki mazuri. Angekuwa mtu mzuri hata angekukongratulate. Hizi ni vitu aletangi. Mbona ameona analeta, yeye pia ameenda ameleta. Is that good, guys? Let me know kama I'm wrong. Ama ni kama yana ni push. Ama ni kama sijui venye anataka, guys. But ebu nipe hapo your honest opinion chini hii video. Thank you so much, guys. And thank you for your time.